Ala kulli hal, naona bado wakati yazidi kutusukuma zaidi na zaidi, na Sheikh ashafika, Sheikh Abu Najm, na yeye moja kwa moja tutaelekeza microphone kwake yeye, na atatufaidisha na yale ambayo kwamba ametuandalia kwa siku kama hii ya leo insha Allah. Kwa hivyo Sheikh Abu Najma au Najmi, karibu sana katika jukwaa na uwanja ni wako hivi sasa insha Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. May peace and blessing be upon his prophet and all those who follow his guidance till the last day. It is very difficult for me to speak after Sheikh Abu Hamza and also Yusuf Abdu. These two, they are my sheikhs. I started, I grew under Sheikh Abu Hamza, and Alhamdulillah I used to listen up until this moment to the lectures of Yusuf Abdu. So sometimes it is respectable, it is respectful if you don't speak in front of your sheikhs or ulama. So inshallah I'm not going to speak basically about issues of religion, but my topic will be spiritual preparation. How do you spiritually prepare for exams? How do you spiritually prepare for exams? MashaAllah, you all know about preparation on the side of dunya, but spiritual preparation. How do you get a straight A? How do you get good grades? I've been giving these lectures to many schools, and MashaAllah it has made a lot of difference. I saw you've written up there that this is your 5th rally. In Nairobi, mashallah, we're in our 20th of Sheikh Umar. Like Moifos's Academy there, over 10 years, isn't it? Over 10, 15 years. And many other schools. But alhamdulillah, Nakuru, it's very good that you are waking up, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that you will continue with this kind of trend, Islamic rallies. So alhamdulillah, I'm going to speak about spiritual preparation for exams. How do you pass your exams? What are the spiritual guidance? How has Islam guided us into making it to exams? Number one, before I get into the lecture, why did I choose this topic? After KCPE results were released. After KCPE results were released, I did my small research in the primary schools that are around us, in the area that we live, like 8 primary schools. In one school there were more than 100 Muslim students. Those who sat for KCPE, there were more than 100. Those who managed, in that one school, those who managed to get above 250 were 21 students. And those who failed, they could not make it up to 250 marks. There were 81 Muslim students who failed their exams. If you did, brothers, you're giving juice and it's going to spoil the nini. Do we wait until you get the juice or? Tafadhali tuache ku-interrupt watu, mambo ya maji na nini baadaye. Sasa hizo tutajaribu kusikiza kwa Sheikh. I've only been given 35 minutes and already 5 minutes are over. Yeah, kwa kuwa mkisukuma time ya Sheikh ndio yaenda.
Naam. Okay. So inshallah you first get your water and then we'll continue. Nadhani dakika 1.5 peke yake. Imbaki sekunde kadhaa za mwisho inshallah. Kwa hivyo samahanini, tuketi tutulie, tumsikize Sheikh inshallah. Tafadhali Sheikh. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So let me make it very simple. Let's use a simple language. Tuingie mtaani. Okay, kwa nini tunazungumzia hii topic ya spiritual preparation? Kuna shule nimefanya research, wanasema in one school wale Muslims, those Muslims who failed to get above 250, there were 81 students in one school. Nikafanya the same research in 8 schools. Imagine wale Waislamu walianguka KCP na wa area wamefika 950. Imagine 950. Imagine now, count that to 10 years to come, 20 years to come. How Islam water, where will they be? What future do they have? Do you think that crime will ever stop? Do you think that these people, they'll be victims? They can be recruited to do anything because there is no chance for life. And especially right now, most of the young people, they are living with the philosophy of 50 Cent. You know that philosophy of 50 Cent? 50 Cent said, live rich or die trying. Live rich or die trying. You see? So now, I saw this as a very, very important topic because of that. And then number 2, there is a brother in our area, alipata B-. Alipata B-. Then, babaki akataka study medicine. Imagine tulienda naye Nairobi campus, ule demu wa kuandika watu, anaitwa aje receptionist ama nani? Yeah, admission. Akamwambia huyu alituona tu hivi tu, akatuambia kama mnataka medicine, kama hamuna A- hatuwezi ongea. Kama hamuna A- hatuwezi ongea. Tukaambia okay, sisi we are ready to pay parallel because babake ni tajiri. Ananiambia waki accept parallel, then you can use your influence, unajuana huko, enda msaidie. Tulionekana tukaambia even parallel huwezi kupata kama una A-, no negotiation. So mimi nikaongea na brother nikamuuliza, if you had a chance to change anything, is there anything you would have changed to better your grades? Ule brother akasema wallahi ni kwamba I wish ningerudi back to school form 3 at least ni focus nipate hiyo straight A niweze kupata dream job yangu. Alikuwa anataka ku study medicine, lakini angalia 4 years wasted, 4 years and then he could not make it to an A or an A-. Baba mmoja mtaani, this is a true story, baba anashona viatu na imagine ajai shughulika na results za mtoto.
So siku ile results ilitoka, huyu buda akaacha kushona viatu akakuja kuangalia results ya mtoi. Akaangalia results yake, akiangalia physics D for dog. Yeye akiangalia dog anajua ni umbwa. Anaambia, wewe physics unapata umbwa. Chemistry umbwa. English umbwa. Kiswahili umbwa. Akamuuliza, sasa kijana yangu, hii umbwa yote university gani atachukua hii umbwa yote? Alafu ule mzee kitu inamtia uchungu ni nini? Ni kwamba akikalculate ile pesa ametumia day school. Ile pesa ametumia day schools na school fees ni 350,000. 350,000. Hiyo ni day school. Anataka lunch, anataka transport, sijui kuna shule inatakikana hii, mambo ya uniform, lipa hii, lipa ile. 350,000. Yeye kama mshonaji viatu anaona ya kwamba huyu kijana wangu kama ningejua anapata D for dog, then it would have been better nimpatie 350,000 before he joined Form 1, aende akafanya biashara. Afadhali ningempa hii in cash. If he was not ready to learn, then ningempa hii in cash, aende afanye biashara. When he's going to grow up with the importance of education, then atasoma adult education. Right now in Kenya, you are 70, you are 60, whatever age you are, you can sit for KCPE, you can sit for KCSE at whatever age, as long as you pay as a private candidate. So ule mzee alikuwa anapiga hiyo picha. So ule mzee anaangalia kwamba 350,000, this guy could not make it even up to a C. So it was very, very painful. Mzee mwingine alipiga hesabu yake last year, akakuta ule student wake amepiga D. Imagine amespend karibu 850,000. 850,000. Imagine after 4 years, nothing, he's not gotten any returns. Wale students walipiga E last year, they are roughly like 11,000, si ndio? Wale mulisoma paper. Okay, ukipiga shule kama zile kwetu za mtaani Isili High School, they pay 20,000. Let's say kwamba they pay 20,000 the whole year. Ukipiga hiyo 20,000 na hawa 11,000 students, roughly estimation ya school fees wale students walitumia, hawa 11,000 walipata ile school fees walitumia ni roughly 10.8 billion. Imagine 10.8 billion imepotea, watu wamepiga E. Mnajua hii ni nini? Hii ni kama uingie exam room, uandike jina yako, uandike index, urelax, uanze kuchata ama kusoma gazeti. Yende imekia ule maka anaangalia tu yani wewe na ule mtu ambaye amelipia exam akaenda ka relax. There is no difference. There is no difference in those 4 years. 33,399. This is the nini? Imagine 33,000 na ile calculation imefanya ni fupi. Okay, calculate that 33,000 with like 20,000 school fees. Uone ile hasara ambayo wazazi wanaingia. Number 2, just imagine, I want you guys to travel with me. Nataka sote tusafiri pamoja. It's emotional, but let's travel together. Just imagine this 10.8 billion, how are my students, your age, your generation, digital generation Facebook and WhatsApp. Unaona, just imagine hii generation yenyu, unakaa na mtoto, ukamwambia, okay, there are 2 choices, Either uende high school, nilipe na upass. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu, mtoto wangu yuko university. My firstborn yuko campus. Mwingine yuko high school. Mimi na deal now in the same way that I'm telling you right here. Okay, I'm paying, mimi ni hustler. I hustle. Silipi na mtu. I struggle every day to get every penny, every shilling. So I told my daughters, unaenda shule, if I'm going to pay school fees, then you must deliver. I must reap an A, a B, at least a C. As a Muslim, you cannot eat a dog. Dog is haram. Umbwa ni haram. How do you get a dog? Umbwa ni haram. And you can't eat an eagle because the eagle is one of the haram also. They have claws and these are haram. So at least if you can give me an apple,
If you can't give me an apple, you can't give me a bread. At least give me a cat. We are allowed to live with the cats, isn't it? Yes, but you can't live with a dog. You can imagine. So I told her, if you guys are going to school, then I must get the results because I'm the one who is paying school fees. Na pia school utakuwa na watoi wako uzae, then demand the same. Mimi I demand from you, you demand from your children. Unaelewa, it is as simple as that. So imagine kama parents wangekaa na watoi waambie, if you are going to pay school fees, then this is the deal. If you are not ready to learn and perform, then it's better mimi per term nikupate geo chapa. We live in Isli. Isli kuna market, Garissa Lodge, tuko na Kikomba, tuko na Ngara market. Hizi mali zote ni opportunities za kufanya biashara. Ingia biashara yake. Elewa, brain yako sasa haiko kwa masomo, si ndio? Ingia biashara. As a parent I'll support you. But there is no way I'm going to support you if you continue bringing me this. Na kama ni certificate ya form 4 ya kupata ID. Wataka certificate ya form 4 ya kupata ID. That's very simple. Ngoja ufikishe 18, nikubukie hiyo exam hiyo ya that year. Kama ni 2020 nikubukie. Sit for that exam, get that D, get that E, and then utakuwa unaambia watoto wako at least nilipitia Gaseko. Wakikuuliza where is the proof, utaonesha ndio hii CV. You see, it is as simple as that. So I think it's very, very simple that we as Muslims, we must discuss about these kind of issues. Again, listen to the words of Malcolm X. Malcolm X anazungumzia ile hali sisi Waislamu tunaishi. Mimi na encourage a lot of students wasome biography ya Malcolm X. In fact, katika life yangu hakuna mtu ameni affect kama Malcolm X. Zile changes ambazo Malcolm X alijaribu kufanya Harlem, New York ilikuwa ni kama ghetto. Harlem ni New York City, iko New York City kama ghetto. Na Malcolm X alikuwa anajaribu kureform ghetto. Situation ya wale blacks, wale negroes. And one thing that we have to thank Malcolm X for, we as Muslims, is that Malcolm X anajulikana kwamba ni mtu wa kwanza alifight for the blacks of the for the rights of the black people. Ukiuliza 99% ya black Americans who fought for the rights of black people, who fought for the rights of you people, wanamjua Malcolm X. Kwa nini Martin Luther King ameinuliwa? Martin Luther King ameinuliwa because number one, he was a Christian Protestant. Unaelewa? That is why Trump walikuwa wamesema ameondoa hiyo kichwa yake, ile sanamu yake kwa White House, ikabidi hiyo sanamu yake fanya nini? Irudishwe. Lakini the person who played a huge role kukomboa the blacks ambao walikuwa oppressed by the whites alikuwa ni Malcolm X. Number two, Malcolm X ndiye alikuwa mtu wa kwanza within America and the black community, black American Negroes, kuspread Uislamu. Malcolm X ndiye the biggest factor kwa nini 99% of the black Americans are Muslims. The biggest factor was Malcolm X. So Malcolm X, if you study his history, his biography, then he's going to influence your life. Malcolm X anasema, our children go to poor schools. Watoto wetu, they go to poor schools. And then, if you go to a poor school, kule kwetu tuko na shule gani? Tuko na DB. Tulikuwa tunataka shule za Mamtaro, tuko na DB, tuko na Dr. Agri, tuko na Muslim Primary, tuko na St. Bridget, zinaitwa Mamtaro. So our children go to these types of schools. Our children go to poor schools. And then, they get poor results. If you go to a bad school, you'll get poor results. That is why wengi wenyu, you are in the schools that you are because you chose them. Why did you choose those schools? Because they are good schools. At least that ukivaa hiyo uniform you feel proud. It's an achievement, si ndio? Kama uko chuo poa, omba tai ya chuo poa uidunge kwa leo. Again, Malcolm X says our children go to poor schools, they get poor results. If you go to a poor school, you get poor results. Malcolm X anasema, what are the consequences? They get a poor paying job. They get a poor paying job. I tell you the truth, guys, si tumetoka area Majengo, California, Biafra, real ghetto. Watoto wetu wangapi tumewazika kwa ajili wame give up on life. Mtoi ana drop shule form 2. Akidrop shule form 2, anaona mabeste zake wameng'ara, wamedunga majins, wako na mademu wa super, wako na mobile poa,
wamevaa njumu za viatu za 11,000 ule kijana anaona sasa bana, what's the deal? Unaona, na he can't make it through education. So nini inafanyika? Yule kijana inabidi abebe mchuma. Mnajua mchuma ni gani? Mtaani siku hizi unaikombolesha na ngiri 5, ngiri 2, inategemea na pesa yako. So inabidi vijana wachukue mchuma, aende aibe. In the process, wangapi tumewazika? Wangapi tumewaswalia sala ya jeneza? Wangapi tumewazika? Mpaka mwisho ilifika mahali ambapo watu wanasema Abu Najma kazi yake ni kuzika waizi. Lakini ukienda hizi jeneza ndio unapata nasaha ya kupatia wale wengine wamekuja kuzikana. Ukienda katika jeneza kama hizi, wale mabeste zake wanakuja pale, ndio unawapatia nasaha. Lakini angalia vile Malcolm X anasema ndio inakuwa. So anasema they get a poor paying job, apati job poa. Anapata job ya ngiri 10, 10,000. Nani anafanyia job ngiri 10 bana? Hapana. So option inakuwa nini? Option inakuwa ujanja, inakuwa conning, inakuwa hivi, inakuwa vile, mtu anaingia kwa crime. Siku hizi ni sport pesa, si ndio? You guys know sport pesa? Kama Uislamu mujue sport pesa ni haram. That is gambling. Inama al-khamru wal-maisir. Al-maisir ni gambling. There is no difference between sport pesa and casino. Watu wangapi wamecheza hiyo sport pesa, they've lost their money. Tulikuwa na kesi moja kule kwetu mtaani 12 Street or 11 Street, ile casino. Kuna jamaa mmoja alilose chapa yake, aliua chali na dem. Aliuani watu wawili na mwisho yeye akauawa. Alipo lose ile gambling karibu 20,000. He lost roughly like 20,000. At the end of the day, Malcolm X says our children go to poor schools, they get a poor education, and then they get a poor paying job. What happens? They go back to the ghetto. Yani life yako iwezi change. Wewe ile mali ulizaliwa unajikuta umeenda pale. There is no change in your life. You can't drive, you can't live in a good house, you can't make a difference with your family. Why? Because of the poor education. Jambo la kwanza, we as Muslims we know, before I give you the tips of passing your exams, number one, you should know that hakuna kitu ambayo Mwenyezi Mungu ameandika itapatikana kirahisi. Udkhulul arda alladhi kataba Allahu lakum wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu. Mnakumbuka kisa Bani Israil, sio? Waliambia ingieni katika ardhi. Alafu kuna mitume wawili wa Mwenyezi Mungu. Bani Israil waliingia Bani Israil hawakuingia. Bani Israil, they lacked the passion to succeed. Walimwambia Nabii Musa, idha manta wa rabbuka faqatila, wewe na Mola wako ingieni mkapigane, mkishinda sisi tunakuja. They didn't want to give effort. Jamaa anakuja anakuambia, Sheikh niombee dua nipate Sheikh nifanyie dua. Kabla ukuja umwambie Sheikh akufanyie dua, what time do you wake up for studies? Lazima sisi kama Waislamu tujue kwamba Allah atatunusuru kwa ulimi, Allah atanusuru kwa bidii na jasho. Yu'adhibuhumullahu biaidikum, Mwenyezi Mungu atawaadhibu wao kupitia mikono yenu. Your efforts, where is the effort as a Muslim? Are you praying? Do you want to succeed through efforts or through tamanni? Mmoja katika mshairi wa Kiarabu anasema, wama nailul matalibu bitamanni walakin tukhadhu dunya ghilaba. You can't succeed with wishing. Lazima you must sweat. Wake up in the middle of the night. Yule mmoja anasema kwamba man talaba al-ula sahura al-layali. Ule mtu ambaye anataka kuwa juu usiku lazima impate yuko awake. You must be awake as a student. Why are you sleeping? Imagine if you get good grades today, hautakuwa unatafuta campus ndio zitakuwa zinakutafuta. Endeni kwa YouTube kuna kijana mmoja, imagine aliitwa kwa zile 8 Ivy League colleges. Imagine hizo college zote zilimuita, aitwa Harvard, akaitwa Yale, akaitwa nini. Iko katika YouTube. Mpaka ule kijana ni kutoka Ghana, ametoka Ghana. Imagine mpaka anashindwa achague college gani. Ameitwa Harvard, ameitwa Yale, Oxford nini. Anashindwa achague gani, inabidi akae chini na parents wake. Kwa nini? Allah rewards effort.
Mwenyezi Mungu anabariki bidii. Allah rewards effort. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Usiku fanya bidii, fanya juhudi, Allah atakuinua ile mali wewe unataka. You will rise up, but there is no way you're going to rise up if you only wish without working hard and focusing on your great future. Nyinyi mtakuwa disgrace. At least sisi watoi wetu watuulizi maswali mingi. Mimi sijaulizwa na mtoi wangu, "Mazee, lakini je, budai ulipata ngapi?" Lakini je, nyinyi watoi wenyu watawa stress. Mkiza watoi wenyu unaambia, I want you to get good grades." Atakuuliza, "Mazee, ulipata?" Tena watoi wenyu watakuwa wana haya, "Mazee, hebu nionyeshe results zako." Na huwezi kuwadanganya. And the good thing about doing well is that you become a role model. Unaambia mtoi wako, "I got this, it's a B+, so you can get an A." That will make sense to them. That will make sense to them. But if you don't have good grades, how will you inspire your future generation? That will be impossible. So it's very, very important for you, number one, to remember, famshu fi manakibiha. Famshu fi manakibiha. You really want to pass, you follow the ways of the successful people. Number two, the last one before I begin to give you the tips, it's very important for a Muslim to be positive. In an authentic hadithun sahih, they say about the Prophet, kana yuhibbu tafa'ul. The Prophet used to love being positive. Positive. Are you positive that you'll pass? Are you positive that you'll get that straight A? Brain yako inasemaje? You see, success begins in the inside of us. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Always be positive. Look at the positivity from the Quran. Two women who was very positive. One of them said, "Asa an yanfa'ana." Who was that? Students, who was that? The one who said, "Asa an yanfa'ana." Anyone? Boys and girls, you guys read Quran every day. Mnasomaga Qurani kila siku? Okay, nani alisema hivyo? Who said that? Nam? Yes. Thank you so much. Who? Asia. Thank you so much. Imagine Asia was positive when he received Yusuf alayhi salam, and he was a small baby, and she didn't know that Yusuf carried success, that he was going to become a prophet. This is Zulaykha, the wife of the one who carried Yusuf. She also said, "Asa yanfana." You see, yes, she was very positive. Imagine unarokota mtoto mdogo, in our current day unaweza sema ni chokora. Unaelewa? Picture this now. Unarokota mtoto mdogo, sasa unaweza sema nimerokota chokora. Lakini ule mwanamke alikuwa positive. Alipomwangalia ule mtoto akakuwa positive, huyu mtoto anaweza kutunufaisha. Imagine, look at the power of positivity. What happened? Aliwanufaisha. Wama ubari'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Pale ndio yule mwanamke akaja akaslimu na akamfuata Yusuf alayhi salatu wasalam. Ya pili, the power of positivity ni nani? Mke wa Firaun alipomrokota Musa. Umerokota mtoto, the same applies to Musa. Ni mtoto amerushwa, ni kama chokora, akamrokota. Na ujue Bani Israel walikuwa wanaishi katika ghetto. By then, during the times of Musa, walikuwa wanaishi katika ghetto. And then they were downtrodden people, walikuwa wanadharaulika. Inna Firauna ala fil ard waja'ala ahluha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Aliwadhoofisha Bani Israel, wakawa hawana thamani. He denied them education opportunity. He didn't give them a chance to go to school, to rise up, to realize their potentials. That is why one of the worst things ambazo black Americans walifanyiwa in the 60s during the Malcolm X days. Kuna jamaa mmoja alikuwa anafanya kazi na FBI, anaitwa J.K. Gohuva. Huyu jamaa alikuwa anafanya kazi na FBI. Kazi yake kubwa ya FBI ilikuwa ni kuhakikisha wale black Americans, wale blacks, hakuna hata mmoja ataenda university ama atamaliza college ama ata rise up. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya huyu jamaa wa FBI. Yani jamaa amekuwa katika serikali, kazi yake ni kuangalia results za wale mablacks.
nani bright, nani mwerevu. Ndio unaona Malcolm X alipomaliza form 4, mwalimu wake akamuuliza what do you want to become. Malcolm X akasema I want to become a lawyer. Yule mwalimu wake white American akamwambia no Negro can become a lawyer. And then from there, and I imagine Malcolm X was, when he was in high school, he was a straight A student. Hakuna white aliwahi kumshinda Malcolm X. He was a straight A student. But when he was denied the chance to study law, Malcolm X ndio akaingia crime. He joined crime gangs in Brooklyn, na ndio akaenda akafungwa jela, akaingia the Nation of Islam ya Elijah Muhammad. Alipoingia the Nation of Islam ya Elijah Muhammad, hiyo movement, through that movement akakuja alipokwenda Hajj, ndio akaona Uislamu ya haki ya ukweli ya Sunni. Malcolm X akaja akasilimu tena akaachana na Nation of Islam, and that is how he was shot, because the Americans realized that kama Malcolm X akiishi for the next 10 years, then all the black communities will become Muslims, and that is the reason why Malcolm X was assassinated. And this is very important, and you as Muslim history students, you should know about these facts. Getting back to the point, Asa Yamfana alikuwa ni mke wa nani? Mke wa Firaun. She was positive. So you as a student, always be positive. Always be positive. Abu Bakr radhiyallahu anhu anasema al-bala bil mantiq. Avoid saying bad words. I'll give you 3 secrets very shortly. Number 1, they say if you want to become successful, you should avoid 3 things. If you want to become successful, avoid 3 things. Number 1, avoid negative people. Avoid negative people. Imagine ushaika na mtu uko form 3 na pengine uko form 4. Unamwambia Joe, mazee mara hii Joe, nataka kugonga ka clean A. Clean A. Alafu ule best yako anakuangalia ni kama una wazimu. These are not friends. These are not friends. Avoid negative people, negative friends. Surround yourself with friends that are positive. Friends that if you tell them I believe I can fly, and they believe that you can fly. You see? That's very, very important. Number 2, they say avoid negative talk. Negative talk. Usisemage mazee jo mimi siwezi pata A. Mazee jo nikijaribu sana nika C-, nikajaribu sana nika C+. Why? Why are you killing yourself with your own poison? Why are you killing yourself? Al-bala bil mantiq. This is what Abu Bakr said. Bala yote inakupata wewe kama Muislamu ni ulimi yako. Siwezi pata jopoa, siwezi pata straight A. Imagine ati wallahi na dream stop saying bad words about yourself, man. Respect yourself, give yourself value. And this is what they call self-esteem. Self-esteem is you accept yourself, you feel that you have value, you're special. The greatest love of all is to love yourself and appreciate who you are. So avoid negative people, negative talk. And the last one, avoid negative thoughts. What are negative thoughts? Negative thoughts ni ile unakaa, especially ma form 4 candidates. Unasema mazee jo this time jo, yani mimi naona jo nikaanda dunda, mazee naona hiyo physics, hata results hazijatoka. Mazee jo physics niko na ka C-, chem mazee niko na kama ka B-. Jo English blanda jo English mazee niko na kama ka D-. Kiswahili ndio kabisa. Avoid this talk. Why you speak bad? This is going to affect you. It's like you take a bottle of like this one. It is full of poison, then you drink it. Bad words affect you. Mathalu kalimatin tayyiba kashajaratin tayyiba wa mathalu kalimatin khabitha kashajaratin khabitha. Good words affect you the same way bad words affect you. Allah said this clearly in Surah Al-Ibrahim. So number 1, I've been told that I have 5 minutes. Number 1, before you do exam, please students, jaribuni mchukue udhu before you sit for your exam. Udhu is very, very powerful. Number 1, udhu itakuweka mbali na wasiwasi ya shetani. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Mara mingi katika exam you start panicking. You lose control. You don't know what's the right answer. And imagine usiku, you are studying it. So make udhu. If you make udhu, you'll become calm. You relax. You'll have the tranquility. Wallahi mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kujua secret ya kufanya udhu, sijawahi kali exam yoyote bila udhu baada ya hapo. Before I didn't know. But alhamdulillah, after knowing the secret of making udhu, before sitting for exam, nimechukua udhu vizuri. Baadaye nimekalia ile exam mashallah,
and I always scored good results. Hata kama sikupata 90, but at least sikudunda nikapata chini ya 50. So that's very important. Start with wudu. Start with wudu. Number 2, dhikrullahi. Unaona sasa ile munaenda exam room. Okay, there are two types of people. Kuna ule anapenda kusoma to the last minute. Baka wanaingia exam room ndio anarusha book. Mimi my style is ni kwamba at least 30 minutes before exam I throw all the books, then I start making dhikri. Naanza kurelax na sitaki kukutana na mtu yoyote wala contact wala salamu. Naenda kule mbali. I make my dhikri after wudu, I concentrate. Bidhikri llahi tatmainul qulub. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema saa ingine masaili ya dini ilikuwa ngumu yeye kufahamu. Ibn Taymiyyah anasema he used to go to the desert. Anakaa peke yake anafanya istighfar 1000 times. Mwenyezi Mungu anamfungulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na baadaye Ibn Taymiyyah anafahamu. Fanya dhikri mingi baada ya kumekudhu. Number 3, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Never forget to say bismillah. Kullu amrin yani al-hadith dibali na aywa. Rasul alayhi salatu wasalam anasema amri yote isipoanza na bismillah haina baraka. Start with bismillah. This exam is important. Brother moja aliniambia kule mtaani, wewe Sheikh hii shule haiwezi kusaidia. Afadhali tusome dini. Nikamwambia dini unataka kusoma Madina, ukipata A ndio atakuchukua na B. Naelewa? Long time ago they used to only take the students from madrasa. Right now they are taking KCSE students only. Sheikh yuko hapa, Sheikh Abu Hamza atawaeleza. Madina, Sudan the same thing. Sudan utapata medicine, utapata engineering, pharmacy, all the courses are there in Sudan. Sudan University of Africa integrated. Still you need a KCSE certificate. Al-Azhar, you need a KCSE certificate. Uwezi toka Kenya sahihi uende Al-Azhar bila KCSE. Wallahi ni urongo. Una ule anakuambia atakufanyia iwezekani. Watu wangapi wametaka kwenda Madina wamekataliwa because they don't have a Form 4 certificate. The rules have changed. So if you want dunya, lazima uwe na KCSE certificate. There is no shortcut. And if you want deen, you must have the KCSE certificate. One thing which is very important, time is over, but the last one is here. Imagine khuliqa al-insana min ajal. Allah anasema binadamu tumeumbwa kutaka mambo ya haraka haraka. Ukishaleta ile paper, relax, breathe in, out, relax. Mimi nilikuwa wakati zile exam papers zinagawanywa, nilikuwa nikitaka kujua paper itakuwa ngumu ama hard, nilikuwa naangalia bright students wamekaa kule mbele. Nikiwa najua amechukua hiyo paper jo hivi akasmile, nikajua nisha pass. Mazao jo ni ma bright students. Lakini nikiwa najua ile paper ameangalia hivi jo akahuzunika. Naenda ako nikadika na ningoja makasi minus. You see? So mimi nasema these are the mistakes that we did in the years back then, old school days. Tulimaliza high school in 94. Ni zamani, si ndio? Yeah, long time ago, once upon a time. So imagine hizi ni mistakes tulifanya, nyinyi msifanye hivyo. Wewe usiangalie mtu mwingine. Exam paper imegawanywa, relax, breathe in, breathe out. Know that this is your destiny. Usiangalie mtu mwingine. They can't help you, you can't help them. This is your life. So what do you need? Bring in a lot of positivity in your heart, in your spirit, in your mind. Soma zile exam paper, ukisoma mara ya kwanza utaona ni hard. Ukisoma the same questions mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, zile vitu ulikuwa una study they'll start to come back. Na because uko na udhu, uko na dhikrullah, you start to relax, and then what will happen, if you start answering those questions, the easier ones, and then as you go on, inshallah you'll find that you will get good results. Last but not the least, especially the Form 4s, inshallah, it's very important for you guys, istainu biswabri wa salah. Wewe kama uko high school na uswali ni makosa, jaribu sana uswali. Waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka. There is no way you are going to be successful without salah. Sisi kule kwetu Isili nimeona watu, imagine mama analetea mtoto lunch, anamletea baris, anamletea laham, anamletea juice.
Unauliza mama, wapi mswala huyu mtoto kuswali? Wapi maji ya udhu? 80% ya watoto wetu wanasoma city council schools, they don't pray. This is Nairobi, I'm talking about Nairobi, where we grew up, where we were born. Experts of Nairobi, 80% of Nairobi Muslim students in primary school, they don't pray. Like 60% were high school students in Nairobi hawaswali. 60%. 40% wanaswali Isili High School, Jamhuri High School, and some of the good schools ambazo Waislamu ni wengi mashallah. But most of the schools, Muslim students wakiingia seko, just like waliwacha madrasa wakiwa class 6, wakiingia seko ndio swala inasema maasalam. So you as a Muslim, you should know that you cannot succeed, and there is no way Allah will give you barakah if you don't pray, because Allah said, if you want Allah to help you, ista'inu bis-sabri was-salah. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. ما شاء الله. جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيكم إن شاء الله. Amesema aliyosema, if you can't fight for what you want, don't cry for what you lose. Tumefaidishwa faida mingi zaidi, na wallahi ningependa sana kumuongezea ndugu yetu wakati, sema time ndio imetukosea zaidi na zaidi, kwa kuwa ujumbe kama huu ni ujumbe mzito zaidi. Watu huwa wakijifungamanisha sana na mambo ya dini, ya kuwa lazima dini lazima, lakini sasa Sheikh wajaribu kufungua akili yako upande mwingine pia. Ndiyo njia ambayo kwamba amekuja nayo ni ya dini, lakini upande mwingine pia kuonyesha dini ni pana, na tujaribu kwenda zaidi na zaidi. Na jambo ambalo kwamba yafaa tusisahau ni, kama shule yako wewe waona si mzuri na ni shule ya chini chini, muombe besti yako tai yake ujidunge, angalau wewe pia uwe juu juu pia. Na usiwe ingine ambaye kwamba ifai tuisahau. Ikiwa wewe hauwezi kutuletea apple nyumbani, basi tuletee bread ama banana. Ukishindwa banana, tumeruhusiwa kukaa na cat, lakini kwa kuwa cat ni halali. Ukishindwa cat, jamani, hatutaki mbwa na hatutaki ego. Tuandike hiyo kitu na capital letters, tuweke mbele yetu insha Allah, na huenda Allah katuwafikisha biidhnillah.